Karibu katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Somo ambalo liko hewani lina kichwa kinachosema kataa umaskini katika maisha yako. Ni mimi Mwalimu Peter nakukaribisha hapa Nuru ya Maisha. Somo ambalo liko hewani, kataa umaskini katika maisha yako. Umaskini unakufanya uishi maisha ya kitumwa. Kwa lazima ukatae kwa nguvu zako zote. Kile kitabu cha Mwanzo 25 mstari wa 32 mpaka 34, Biblia inasema hivi: Esau akasema, sawa, niko karibu kufa. Haki yangu ya mzaliwa wa kwanza itanifaa nini? Yakobo akamwambia, niapie kwanza. Basi Esau akamwapia na kumuuzia Yakobo haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Yakobo akampa Esau mkate na chakula cha dengu, naye akala akanywa. Kisha akaondoka akaenda zake. Hivyo Esau akaidharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Somo letu, kataa umaskini katika maisha yako. Umaskini unamfanya mtu aishi maisha ya kitumwa. Njaa au umaskini ulimfanya Esau aidharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Na maisha ya Esau yakageuka yakawa maisha ya kitumwa, kwa sababu ya kukubali kuidharau haki yake. Kilichomsukuma ni ule uhitaji, ile njaa ambayo tunaweza kuita umaskini. Watu wengi wameingia kwenye kufanya maamuzi magumu ya kuumiza familia zao, kuumiza maisha yao, kwa sababu ya umaskini. Kwa hiyo umaskini sio kitu cha kuchekea. Umaskini ni kitu cha kukikataa, wala sio kitu cha kukielezea kwa lugha nyepesi. Ni kufanya maamuzi magumu ya kukataa umaskini kwenye maisha yako. Umaskini ni kitu kibaya sana. Umepelekea baadhi ya watu kuingia mikataba migumu na wengine kupoteza maisha kabisa kwa sababu ya msongo wa mawazo. Umaskini umepelekea ulemavu kwa sababu ya kukosa matibabu kwa wakati. Umaskini unaweza kabisa kukuzuia kula unachokipenda, kuvaa unachotaka kuvaa. Umaskini unakuzuia usisome shule unayotaka kusoma. Umaskini unakuzuia vitu vile unavyotamani viwepo kwenye maisha yako. Umaskini unakuzuia. Ni kitu kigumu sana. Umaskini hauwezi kuondoka katika maisha yako kwa kusikitika, kwa kulia, kwa kupiga makelele, kwa kulalamika. Umaskini hauwezi kuondoka kwenye maisha yako. Umaskini utaondoka kwa njia hii: kwa wewe kukataa, kwa maneno na kwa matendo. Kile kitabu cha Kutoka 4:15, Biblia inasema hivi: Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Kumbuka hapa wana Israeli wanatoka utumwani, wanatoka kwenye umaskini. Sasa kutoka kwenye umaskini ni vita, sio kitu chepesi, kwa sababu wale ambao walikuwa wanawatumikisha hawakutaka wana wa Israeli watoke utumwani, wakaanza kuwafuatilia.
Ndio Mungu anamwambia Musa, waambie Wanaisraeli wasonge mbele, waache kulalamika, waache kulia. Na wewe kwenye maisha yako ukitaka kutoka kwenye umaskini, fanya maamuzi. Kelele zitakuwa ni nyingi za kutaka usitoke kwenye umaskini. Usikubali. Pambana utoke kwenye umaskini. Mungu hapendi umaskini. Na Mungu yuko tayari kukusaidia wewe utoke kwenye umaskini. Anasubiri ufanye maamuzi. Yeye atakwambia songa mbele. Songa mbele. Na kwa kadri unavyosonga mbele, ndivyo utakavyoona njia ikifunguka. Lakini ukikaa chini unalia, sahau, umaskini utakuwa fungu lako. Na mimi nachokuombea kwa Mungu, ufanye maamuzi. Hapo ulipo, fanya maamuzi hapo ulipo ya kutoka kwenye umaskini. Sio kitu rahisi, lakini ni rahisi ukifanya maamuzi na kuamua kusonga mbele. Mungu atakusaidia na kukupigania, kwa sababu Mungu hapendi umaskini. Hilo ni jambo la pili. Kwanza, kataa umaskini kwa nguvu zako zote. Upinge umaskini. Jambo la pili, sio mapenzi ya Mungu wewe uishi maisha ya kimaskini. Sio mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo kuzaliwa katika familia ya kimaskini sio sababu ya wewe kukubali umaskini na kufanya fungu lako. Umaskini ni matokeo ya namna mtu anavyowaza. Ukiwaza kama Mungu anavyokuwazia, wewe ni tajiri. Kwa sababu Mungu akikuangalia sasa hivi hakuoni maskini, anakuona ni tajiri. Ila kwa sababu ya mawazo uliokuwa nayo, yanaangalia mahali ulipozaliwa, yanaangalia malezi yako na watu waliokuzunguka, unajiona ni maskini. Na kwa sababu unajiona ni maskini, kujiona ni matokeo ya mawazo. Na mambo utakuwa unayafanya yanatokana na namna unavyowaza. Kwa hiyo ukishabadilika unavyowaza, ukawaza kama Mungu anavyokuwazia, kwamba wewe ni tajiri, utaanza kufanya vitu vya kitajiri. Utaamua vitu kitajiri. Utaona mabadiliko makubwa kwenye maisha yako. Kile kitabu cha Mathayo 6:33 Biblia inasema hivi, lakini utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo yote atawapa. Sasa kama wewe umetoka katika familia maskini na unataka sasa kuhama kutoka katika familia ya kimaskini ili uingie katika familia yako ya kitajiri, kumbuka inahitaji process. Na process hapa ni mahusiano yako na Mungu. Mungu atakufundisha. Mungu atakuonyesha njia. Mungu atakuonyesha namna ya kufanya ili uweze kuwa tajiri. Mungu atakufundisha namna ya kutunza fedha, namna ya kumanage fedha, namna ya kufanya fedha multiply. Mungu atakufundisha. Napozungumza Mungu atakufundisha, maana yake Mungu atakuonyesha njia. Wapi unaweza ukapata maarifa? Wapi unaweza ukasaidiwa katika eneo moja au jingine, ili kile ambacho Mungu anatamani, ambacho wewe umekigundua kwamba Mungu hapendi umaskini, ndivyo itakavyokuwa katika maisha yako. Songa mbele, wewe ni tajiri. Bila shaka kuna jambo umejifunza. Fanya maamuzi na Mungu atakusaidia. Umaskini ni vita. Ni vita sio ndogo, ni vita kubwa, ambao
ni kundi kubwa linafurahia wengi kwa maskini. Wewe usirizike na idadi kubwa ya watu maskini. Amua kutoka kwenye kundi la watu maskini. Fanya maamuzi, kwa sababu wewe ni tajiri. Wewe ni tajiri. Una kila kitu ambacho kitakusaidia ufikie maisha ambayo Mungu anataka wewe uishi. Mungu anasubiri uamue. Ukishaamua, manake moyo wako utakuwa tayari kupokea maarifa ya Mungu ambayo yatakufikisha katika viwango hivyo na kutoka katika mikataba migumu kwenye maisha yako, na kutoka kwenye dharau na kuonewa. Itakuwa basi. Mungu akubariki sana na Mungu akutunze.